Yaani kwa jumla hapa kila kitu kiliungua, ila mtu amna aliyezulika, wote walitoka salama, ila vitu vyote viliungulia ndani. Chanzo ilikuwa ni shoti ya umeme. Familia yetu ina watu 5, kuwepo baba, mama na wajukuu 3, lakini wote walitoka salama na mpaka sasa hivi wako vizuri. Namshukuru mheshimiwa kwa alichokifanya, toka mwanzo tuko pamoja mpaka sasa hivi. Mimi nashukuru sana na viongozi wote wa serikali. Namwombea sana Mheshimiwa Tulia Ackson aendelee kuwa na moyo hata kwa watu wengine. Tumefarijika kweli kwa hili alichokifanya. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson alikuja hapa na kuona familia hii na kutoa ahadi ya kwamba atakuja kuwajengea nyumba ambayo imeungua. Kwa hiyo ndugu zangu, tupo hapa kumwakilisha kiongozi kwa ajili ya kuanza zoezi la ujenzi wa nyumba hii ili familia hii iweze kurejea kwenye hali yao ya kawaida. Kama ambavyo tunafahamu, malazi ni moja kati ya sehemu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa leo tumekuja kuleta baadhi ya material kwa ajili ya kuanza ujenzi wa nyumba hii. Kama ambavyo mnaona tofali zimekuja hapa, lakini pia material nyingine ziko njiani zinakuja ili tuweze kuhakikisha kwamba familia hii na yenyewe inapewa tabasamu na inarejea kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo niwahakikishie tu kwamba tutaendelea kufanya shughuli hizi kama ilivyo kawaida yetu taasisi ya Tulia Trust, na hii ni nyumba ya 22 kujengwa ndani ya jimbo la Uyole na Mbeya mjini kwa ujumla na maeneo mengine ya nje ya Mbeya, kwa sababu tumekuwa tukifanya shughuli hizi si jimbo la Uyole peke yake na Mbeya mjini peke yake, hata mikoa mingine nje ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba wanajamii, tuendelee kusaidiana kwa jamii ambazo zinapata changamoto mbalimbali ili tuweze kukua kwa pamoja na tuondoe changamoto ambazo zinatukabili kwenye jamii zetu. Lakini pia tuwashukuru viongozi wa serikali za mtaa, lakini vile vile mheshimiwa diwani kwa namna ambavyo wao ndio walikuwa chanzo cha sisi kuja hapa, kwa maana wao ndio ambao wanaishi na jamii hizi na walipata taarifa za changamoto hii na kutuletea sisi. Kwa sisi kama watu ambao tunaishi na jamii tumekuja kukamilisha kile ambacho kiongozi aliahidi kwa familia hii. Tukasaidiana kuzima moto ule tukazima, lakini kwa hapa mazingira haya yaliyopo yani hapa kubaki kitu chochote. Lakini ni mshukuru mbunge pamoja na mwenyekiti wa mtaa, baada ya kufanya mawasiliano, wao wakaja hapa, mbunge wetu pamoja na diwani wakatuahidi kwamba jamani, kama sisi serikali ambao sisi ndio viongozi wenu, tutajenga hii nyumba kuanzia chini mpaka juu, alafu na kuweka vitu vya msingi, mfano vitu vya muhimu, mfano godoro, kitanda tutawaletea. Lakini wakati ule baada ya ile siku walituletea mahindi, wakatuletea na mchele kidogo, kwamba kina mama waendelee kula tunapoendelea kufanya process hizi. Leo hayawi yametimia, nyumba hii inakwenda kujengwa. Tunashukuru sana Mheshimiwa Mbunge Dr. Tulia Ackson Mwansasu. Kweli hii inamaanisha Uyole kazi. Na sisi Mheshimiwa Mbunge tutaendelea kuunga mkono katika shughuli zote ambazo unaendelea kufanya, hasa kwa wananchi wa kata Ilemi na Uyole kwa ujumla. Tunashukuru sana. Na sisi wana Ilemi tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha nyumba hii inakamilika. Nadhani tutasaidia kazi ndogo ndogo kupitia mwenyekiti wa serikali za mtaa, tutahakikisha zoezi hili linakwenda kwa haraka. Na mratibu wa Tulia Trust ameniahidi kwamba tutajenga nyumba 5 ndani ya kata Ilemi. Tunashukuru sana Mheshimiwa Mbunge kwa jambo hilo. Mimi kama mwenyekiti na kwa niaba ya wananchi wote wa mtaa huu wa Mwafute, sisi tunatoa shukrani za dhati. Mungu ambariki sana pale ambapo ametoa na akamzidishie neema. Pia hata watu wengine ambao watapata majanga kama haya waweze kunufaika na mbunge wetu. Lakini pia niseme sisi kama wana Mwafute tuko pamoja na mama na tutaendelea kushirikiana naye kwa nguvu zetu zote kuhakikisha anaendelea kwa mbunge wetu wa jimbo hili la Uyole.